bali za wakati huu. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, leo tunakuletea siri iliyofuchuliwa na kigogo kuhusiana na ripoti ya awali iliyokataliwa na Rais Samia, uchambuzi wa mgogoro ya Oktoba mwaka 2025, Oktoba 29, siku ya uchaguzi. Leo tunaingia kwa kina katika moja ya masuala yanayotawala mijadala ya kisiasa nchini, hali ya tume huru ya uchunguzi na matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 ulioongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othmani. Wiki kadhaa zilizopita, tume hii ilimpelekea Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye katika muktadha wa upinzani anaitwa kama Nduli Idi Amin Mama, ripoti yake ya awali kuhusu matukio ya Oktoba 29, maandamano, vurugu na madai ya mauaji makubwa. Ripoti hiyo ya awali imekataliwa au kukosolewa vikali na upande wa serikali, haswa kwa sababu haikukidhi matarajio fulani. Tume hii ilianzishwa Novemba 18 mwaka 2025 na Rais Samia Suluhu Hassan chini ya sheria ya tume za uchaguzi, ikiongozwa na Jaji Mohamed Chande Othmani. Ujumbe wake ni 9 na ilipewa siku 90, baadaye zikaongezwa siku 42 hadi Februari mwaka 2026 na kuendelea. Majukumu yake ni kuchunguza chanzo cha vurugu, madhara yani kama vifo, majeruhi, uharibifu wa mali, pamoja na mapendekezo ya kuzuia kurudi kwa matukio kama hayo. Matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo uchaguzi mkuu ulikuwa na utata mkubwa. Chadema ilikataa kushiriki baada ya kukataa kanuni, na matokeo yalikuwa ya kushangaza, ambapo Samia alidaiwa kushinda kwa asilimia 98. Maandamano yalianza siku hiyo hiyo Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na maeneo mengine, yakilalamikia udanganyifu na ukandamizaji. Na ripoti za kimataifa kama Amnesty pamoja na UN zinasema mamia au maelfu waliuawa au kujeruhiwa na polisi na vikosi vya usalama. Serikali inakanusha idadi kubwa, ikisema nguvu ilitumika inayofaa kulinda amani. Ripoti ya awali ya tume ilipelekwa wiki kadhaa zilizopita, na sasa tunaona mvutano mkubwa kati ya tume na upande wa serikali. Tuanze na vipengele vitano vilivyotajwa katika taarifa zinazozunguka kutoka upinzani na mitandao ya kijamii. Cha kwanza, kutoitaja Chadema kuhusika na mauaji. Ripoti ya awali haikutaja Chadema kama chanzo au mshiriki wa mauaji. Hii inapingana na madai ya awali ya Rais Samia Suluhu Hassan na wengine kuwa Chadema ilichochea vurugu. Tume ilionekana kuweka lawama kwa madai ya wananchi kuhusu katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Upande wa serikali unataka lawama zote zielekezwe kwa viongozi wa Chadema kama Tundu Lissu pamoja na wengine. Hii inaonyesha mvutano kati ya ukweli uliokusanywa na shinikizo la kisiasa. Ikiwa tume itasimamia ukweli, inaweza kuimarisha uhalali wake, la sivyo itaonekana kama chombo cha kisiasa. Jambo la pili ilikuwa ni asilimia kubwa ya waliouawa hawakuwa waandamanaji. Ripoti inasema wengi waliopigwa risasi walifuatwa majumbani mwao na si kwenye maandamano. Hii inapingana na madai rasmi kuwa walikuwa waandamanaji waliokuwa wakichoma mali. Serikali inataka ripoti ibadilishwe iseme wengi walikuwa waandamanaji waliovuruga. Hii inahusu uwajibikaji wa vikosi vya usalama. Ikiwa watu waliuawa nyumbani, inaweza kuonesha ukandamizaji wa kimkakati na si kujilinda. Kubadilisha hii kunaweza kuficha ukweli na kuharibu imani kwa tume. Jambo la tatu ilikuwa ni makadirio ya vifo pamoja na miili iliyochukuliwa. Ripoti inagusa idadi ya waliouawa na suala la miili kuchukuliwa na vyombo vya ulinzi kama mochwari na wengine. Serikali inataka hii iondolewe au idadi ipunguzwe ili isizue taharuki. Idadi halisi ni swala nyeti. Ripoti za upinzani zinasema maelfu, serikali inakanusha. Kuondoa hili kunaweza kuonekana kama kuficha ushahidi au kukiuka kanuni za uchunguzi huru. Jambo la 4, wahusika na mauaji kama polisi, TC, KMKM na wanajeshi wa nje. Ripoti inataja maofisa wa jeshi la polisi wakisaidiwa na TC, Tanzania Intelligence and Security Service, KMKM, jeshi la wananchi na wanajeshi kutoka nje ya mipaka. Serikali inataka baadhi waondolewe. Hii inahusu uwajibikaji wa kimataifa na wa ndani. Ikiwa vikosi vya nje vilishiriki, inaweza kuwa na athari za kidiplomasia, ambapo kuondoa majina kunaweza kulinda watu binafsi lakini kuficha ukweli wa uvunjifu wa amani.
Na jambo la 5 ni chanzo cha maandamano na pendekezo la kuifutia Chadema usajili. Ripoti inasema chanzo ni madai ya katiba mpya na tume huru. Serikali inataka iseme Chadema ilichochea baada ya kukataa uchaguzi, na ipendekeze kuwa Chadema ifutiwe usajili. Tume zinasema kufuta usajili kutasababisha machafuko zaidi, na hii ina hatari kubwa. Kufuta chama kikuu cha upinzani kunaweza kuua pluralism na kusababisha vurugu zaidi. Jaji Chande Othman na wajumbe wanaweza kukataa shinikizo hili ili kuokoa uhalali wa tume. Rais Samia amesema tume haikupewa kazi ya kuchunguza serikali bali matukio ya Oktoba 29. Hii inaonyesha mipaka iliyowekwa. Tume ya Jaji Chande Othman iko katika wakati mgumu. Ilianzishwa kama huru, lakini shinikizo la kisiasa linaonekana. Ripoti ya awali inaonyesha uchunguzi wa kina kama vifo vya nyumbani, wahusika wa serikali. Lakini kukataliwa kwa vipengele hivi kunaweza kuifanya ionekane kama chombo cha serikali. Haki na ukweli lazima iwe msingi. Ikiwa tume itakubali shinikizo kama kuilaumu Chadema pekee au kupunguza vifo, itapoteza imani. Lakini ikiwa itasimamia ukweli, inaweza kufungua mazungumzo ya kitaifa kuhusu katiba, uchaguzi huru na uwajibikaji wa polisi. Ripoti ya mwisho inayotarajiwa baada ya kuongezewa muda itaamua, je, itakuwa chanzo cha upatanishi au mgogoro zaidi? Tanzania inahitaji uchunguzi huru ili kurejesha utulivu wa amani wa taasisi. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, je, nini maoni yako kuhusiana na ripoti hii?